Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Kumekuwepo na taarifa nyingi ambazo zimeendelea duniani. Jana kulikuwa kuna mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump pamoja na rais wa Lebanon Joseph Aoun kwenye ofisi ya Oval. Walizungumza mambo mengi wakati Marekani ikiidhinisha usafiri wa moja kwa moja sasa wa ndege kutoka Marekani mpaka Beirut, lakini Donald Trump alimsifu rais wa Lebanon akisema could be one of the most important leader in the Middle East. Anaweza kuwa kiongozi bora zaidi, sifa ambazo alipewa pia Ahmed El-Sharaa alivyotembelea hapo. Lakini jana kulikuwa kuna kile ambacho alikizungumza waziri wa vita wa Marekani. Niliwajuza jana angekuwa na mkutano na wabunge katika maswali kuhojiwa, na alikwenda kutoa tathmini mpya ya gharama za vita, na akasema hivi sasa zimefikia kiasi cha dola bilioni 37.5 kutoka dola bilioni 29 ambayo mara ya mwisho yeye na Duncan waliwasilisha kwenye bunge. Kwa hiyo ni kama imeongezeka kiasi cha karibu bilioni 8 na katika hili, lakini bado wachambuzi wengi wanapingana na hili swala wakisema kuwa halina ukweli, isipokuwa inaonekana kama gharama halisi zinafichwa. Gazeti la Al-Arabia linasema Rubio say US still willing to negotiate over Iran crisis. Yani Marekani bado ina hamu ya mjadala kwa kuhusu Iran, yani wana hamu ya mazungumzo, huku taarifa kubwa kabisa ikiwa leo ambapo imeandikwa kwenye Al-Arabia, imeandikwa kwenye Hayum, imeandikwa kwenye Haaretz, imeandikwa kwenye Al-Mayadini, imeandikwa kwenye The New York Times, imeandikwa vyombo vingi vya habari vimeiandika taarifa kubwa. Trump approve nuclear deal with Saudi Arabia. Nitakuja kulizungumza hapo baadaye hili swala, lakini Rubio anasema US open-minded on Middle East but Iran not serious about talks. Kauli hii ya Marco Rubio inaenda kupingana na kauli ya bosi wake aliyoitoa jana wakati akizungumza na Rais Aoun. Alisema kuwa, manake aliulizwa swali Donald Trump, vipi mazungumzo nini? Mbona inaonekana kama Irani hawahitaji haya mazungumzo? Akasema sisi ndio hatutaki mazungumzo, wao wanataka mazungumzo muda wote. Kauli hii inasema Rubio say US open-minded on Middle East but Iran not serious about talks. Inashindana na kauli ya bosi na mfanyakazi wake, au bosi na mtu wake wa chini. Marco Rubio anasema hana uhakika kama Iran wako serious na mazungumzo, yani wanaonekana kama hawako serious na mazungumzo. Donald Trump anasema wanampigia simu, wanataka muda wowote wazungumze, yani kuwa maji yako shingoni. Ni kauli ambazo zinakwenda tofauti. Leo ni kama siku nyingine. Taarifa inaonyesha kuwa kumekuwa na wave ya 11 ambayo Marekani just amekuwa akitupa sana hizi takwimu za imekuaje, ndio amekuwa akitupa hizo takwimu. Hapa iko hivi, hapa iko hivi. Tumepiga malengo 20. Nimekuwa nikiyazungumza haya malengo na nikiwatajia kuwa imekuwa ni mashambulizi yasiokuwa na majibu. Kuna wakati unajiuliza kuwa, manake hata mtoto wakati anasoma huwa ana mtihani, baada ya mtihani mnapata majibu kuwa amefanya nini. Sasa tumekuwa na kama kasuku vile, yani suluhisho lipi? Unajua kipindi kile kilikuwa kuna corona, kulikuwa kuna taarifa zinatolewa, na hata sisi kuna kipindi tulipitia kila siku inabidi waziri atueleze leo maambukizi tumeripoti kiasi fulani, vifo kiasi fulani, baadaye ikazuiliwa, ikawa hakuna. Na nchi zingine ziliendelea kutoa takwimu mpaka kipindi chote kikapita. Kwa hiyo takwimu zinaashiria majibu ya nini kinatokea, au takwimu zinaashiria kipi kimepatikana, kipi hakijapatikana. Sasa kama unatoa matokeo bila yani unatoa taarifa bila matokeo,
sijui unakuwa umemaanisha nini, sifa ipi? Yani hebu sifa ipi, niambie kuwa tofauti iliyopo kwenye wave ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, ya 8 mpaka ya 11 na hivi sasa tofauti nini? Yani kuwa nini kimebadilika? Kilichobadilika, jana nilikuambia hapa, bei ya crude ilipanda maradufu ikaenda juu. Matokeo yake kuwa ikaonekana kuwa ilikuwa imefika 90 na kitu, na leo imepanda, imekwenda juu sana, iko juu ya 93 Brent. Jana ilikuwa 90, leo iko 93. Haya sasa ndio matokeo ambayo unaweza ukasema kuwa haya ni matokeo ambayo unaweza ukayaona yanakuja, yani matokeo yaliyokuja ya kile ambacho kinaendelea. Haidanganyi, namba zinakuja upande wa pili. Kwa hiyo tunaweza tukasema hivi, mashambulizi ya Marekani, wave zake, mashambulizi ya Irani, sijui nini, bado hayana jibu la dunia. Yani hayatupeleki kwenye jibu. Yani tunataka nini? Yani unazungumza kwa ulimwengu, unataka nini? Unafurahia mashambulizi ya Irani au unafurahia mashambulizi ya Marekani kwenye mlango wa bahari? Matokeo yake ni yapi? Dunia inafaidika kipi na kipi ambacho kinakuja kutokea? Kwa hiyo leo Brent iko 93.8, tena inakwenda 94. Crude iko 87, jana ilikuwa 85, iko 87. Haya ndio matokeo ambayo dunia imekuwa labda ikiyataka kwenye hili. Jana nilizungumza kuhusu taarifa ya majibizano mawili ya Mamdan wakati Donald Trump aliweka andiko lake juzi kuhusu Netanyahu kukamatwa, akasema hawezi kukamatwa. Nikakwambia Mamdani atajibu. Sasa nilipokuwa nikizungumza naye jioni, tayari alikuwa amejibu, lakini sikupata muda wa kulieleza. Na baadaye jioni mitandao mingi ikatoa video fupi ya Mamdan ambayo alikuwa akizungumza kama dakika 2 hivi. Alizungumza kwa kifupi sana, na baadhi aliyozungumza alisema jiji haliwezi kutekeleza warrant ya kukamatwa ya ICC dhidi ya Netanyahu, na alihimiza Marekani kuchukua hatua. Yani alikiri kuwa yeye kama meya hizo amri hana, wala jiji lake halina mamlaka hayo, kwa sababu hii iko chini ya wizara ya mambo ya nje ambayo inaakisi hivyo. Akasema kuwa sisi hatuna hayo mamlaka ya kumkamata, lakini akasisitiza kuwa nchi inaweza kufanya hivyo. Taarifa hii ilivyoandikwa inasema meya wa jiji la New York Zohran Mamdani alisema Jumanne usiku kwamba mapitio ya kisheria yamehitimisha kuwa hana mamlaka ya kumkamata waziri mkuu wa Israel Netanyahu ikiwa ataamua kutembelea jiji hilo, na hivyo kumalizika au kukomesha kabisa ahadi aliyoitoa wakati wa kampeni yake ya umea, huku akiendelea kumkosoa kiongozi wa Israeli na vita dhidi ya Gaza. Katika hotuba ambayo alitoa wastani dakika 2 iliyochapishwa kwenye akaunti zake rasmi za mitandao ya kijamii, Mamdani alitangaza kwamba Benjamin Netanyahu ni mhalifu wa kivita, mbunifu wa mauaji ya kimbari ya kutisha dhidi ya watu wa Palestina, huku akikiri kwamba vikwazo vya kisheria vinamzuia kutekeleza ahadi yake ya awali ya kumkamata Netanyahu kulingana na waranti ya mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC. Utawala wangu umepitia kila njia iliyopatikana chini ya sheria inayotumika ili kubaini kama jiji la New York linaweza kutekeleza hati ya kukamatwa ya mahakama ya kimataifa ya jinai ikiwa Netanyahu angekuja hapa, Mamdani alisema. Ni wazi kwamba hatuna mamlaka huru ya kisheria ya kutekeleza jambo hili. Mapitio hayo yanaweka swali ambalo limeibuka mara kwa mara tangu Mamdani alipoapa mara kwa mara kwamba atamkamata Netanyahu kuhusu hati ya ICC. Ahadi hiyo pia imekuwa sehemu ya kukusanyika miongoni mwa wafuasi wake wanaomuunga mkono, hasa wanaounga mkono swala la Palestina. Hata hivyo, serikali ya shirikisho inafanya hivyo, aliendelea. Mipaka ya kisheria inalizuia jiji la New York kutekeleza hati ya ICC ya Marekani, lakini pia Marekani haitambui mamlaka ya ICC juu ya raia wa Marekani au raia wa kigeni katika ardhi ya Marekani, huku mamlaka za mitaa zikiwa hazina mamlaka ya kutekeleza hati hiyo kwa uhuru. Sheria ya Marekani pia inaipa serikali ya shirikisho udhibiti wa sera za kigeni, huku wakuu wa nchi wanaosafiri kwenda Umoja wa Mataifa wakilindwa na kinga ya kidiplomasia. Ikiwa mtu atashtakiwa kwa hati kutoka kwenye mahakama ya kimataifa ya jinai kwa aina hizi za uhalifu, hilo ni jambo ambalo naamini linapaswa kuheshimiwa, Mamdani aliwaambia waandishi wa habari Jumatatu. Mamdani ambaye alipata umaarufu wa kisiasa kupitia harakati zake za kuunga mkono Palestina, yeye ameendelea kusema waziwazi katika ukosoaji wake dhidi ya uvamizi wa Israeli na amejielezea kama mpinga uzayuni. Pia Mamdani alisema mara kwa mara wakati wa kampeni yake kwamba angemkamata Netanyahu kuhusu mwenendo wake wa mauaji ya halaiki huko Gaza.
Washirika wa Netanyahu wa Kizayuni wanamlani sana Mamdani pamoja na wawakilishi wa Netanyahu nchini Marekani. Pia walimjibu kwa hasira kwenye maoni yake, wakimuita mtu ambaye anawachukia Wayahudi na kumtuhumu kwa kushambulia Israeli na kujiepusha kwake kushindwa kisiasa. Haya ndio ameyazungumza Mamdani. Sasa chukulia hili andiko kuwa Marekani si mwanachama wa ICC. Hilo linafahamika. Urusi sio mwanachama. China sio mwanachama. Israeli sio mwanachama. Hili nilishawahi kulifafanua kuwa mtu anaweza kushtakiwaje na mahakama ambayo yeye sio mwanachama, haitambui. No, inategemea huo uhalifu umeufanya wakati gani. Urusi sio mwanachama, Ukraine sio mwanachama, lakini unafahamu kesi ya Putin ambayo ilimtaja akamatwe na mahakama ya ICC, ambayo iliungwa mkono sana sana na nchi za Ulaya. Nchi za magharibi waliunga mkono hati hiyo ilivyotolewa, wakasema kuwa ni sahihi na inapaswa itekelezwe kwa bwana Putin. Kwa kosa gani? Alifanya uhalifu dhidi ya watoto kule Ukraine, kuhamisha zaidi ya watoto 300 kuwatoa kwenye eneo na kuwapeleka eneo jingine. Ilivyokuja kwa Netanyahu, Ulaya wote wakasema hapana, hakustahili, mahakama imepitiliza. Yani mahakama imezidi, imepitiliza. Chukulia jambo moja. Rais wa wakati huo wa Filipino Duterte alishtakiwa na mahakama ya ICC kutokana na kampeni yake aliyoifanya dhidi ya wauza madawa ya kulevya kule Filipino. Nakumbuka wakati wa utawala wake Duterte alikuwa akiua kabisa, yani akipewa taarifa tu kuwa fulani anafanya biashara ya dawa, wala yeye hasubiri sijui apate uthibitisho wa nini. Taarifa tu ikija anabeba kikosi, nendeni mkaue. Kwa hiyo alifanya mauaji kwa mamia, kwa maelfu ya watu wote waliohusishwa na madawa ya kulevya. Lakini alivyokuja kuhusishwa mtoto wake, alisema uchunguzi ufanyike, na maswali yakawa kwa nini uchunguzi haukufanyika kwa wengine, ila kwa mtoto wake mbidi anataka uchunguzi kwanza ufanyike. Kwa hiyo ilikuwa ni, unaweza kusema hilo lilikuwa ni upande wa Duterte. Marekani ikawa ikishinikiza kukamatwa kwa Duterte kwenda mahakamani. Marekani ikamshinikiza rais wa sasa Mark Junior, huyu wa sasa, hakikishe anamkamata Duterte, na mpango ukatengenezwa na serikali ya Junior wa sasa, wakamkamata Duterte. Yuko The Hague, ambapo Marekani inaunga mkono. Kwenye moja ya interview ambayo aliwahi kuifanya huyu senator aliyekufa juzi, Lindsey Graham, alikuwa akihojiwa na mwanahabari mmoja, akasema unakubaliana kuwa amri iliyotoka kwenye mahakama ya ICC kumkamata Putin ilikuwa sahihi? Akasema bila shaka ni sahihi kabisa. Putin anapaswa afikishwe kwenye mahakama ya ICC. Anapaswa afikishwe kwenye mahakama ya ICC. Pale akabandikwa swali, akaulizwa kuwa hukumu iliyotoka kwenda kwa Netanyahu vipi, unasemaje? Akasema mimi sio mwanasheria, hayo ni masuala ya wanasheria, inabidi waulizwe wanasheria. Unafiki wa wazungu haujawahi kukosa utetezi. Yani maisha yao yamezungukwa na unafiki uliopitiliza. Yani maisha yao yamezungukwa na unafiki. Sasa kwa nini nchi ambayo sio mwanachama inaweza ikarudi kukamatwa? Hili nilishalifafanua nyuma, hata nilipowaeleza kwa nini South Africa iliishtaki Israeli na sio nchi za Kiarabu zilizoishtaki Israeli kwenye mahakama ya ICJ. Ni kwa sababu ya mkataba ambao Israeli aliingia na mahakama ya ICJ. ICJ ni mahakama ya Umoja wa Mataifa ambao karibu wanachama wote wa Umoja wa Mataifa wale 193 wanapaswa kuwa wanachama wa ICJ. Sasa mikataba ile ilikuwa inazuia, yani kama wewe huitambui Israeli huwezi kuishtaki. Sasa South Africa yeye anaitambua, kwa hiyo alikuwa na haki ya kumshtaki Israeli. Ndio maana unaona hata Waarabu walijiunga nyuma ya South Africa, hawakwenda mbele kwa sababu hawakufungua mashtaka wao. Sheria, yani hunitambui huwezi kunishtaki. Na kupitia mkataba wa Abraham na makubaliano ambayo mfano Misri aliingia na Jordan aliingia na Israeli, halafu kuna Abraham Accord ambayo waliingia Bahrain pamoja na wengine, UAE, Morocco. Wenyewe kuna kifungu ambacho Israel tena amekubloko huko kwa sababu tunafahamiana hatuwezi kushtakiana kwenye mahakama za kimataifa. Kwa hiyo yani unamtambua huwezi, humtambui huwezi, vyovyote vile huwezi kumshtaki. Sasa hiyo imekuwa kwa upande huo. Sasa kwa nini unaweza kumshtaki? Unamshtaki kwa sababu iko hivi. Ikiwa nchi yoyote hata kama sio mwanachama inaweza ikapeleka ombi rasmi kwenye mahakama ya ICC kuwa jamani, kuna kitu kimetokea kwenye ardhi yangu, naomba mkichunguze. Kwa hiyo pale mahakama ya ICC inakuwa na haki ya kufanya uchunguzi kwenye tukio hilo. Mfano lililotokea
lililotokea Gaza, Palestina waliwasilisha wakaomba, kwa sababu Palestina pia wako Umoja wa Mataifa japo sio rasmi, lakini wana nafasi yao ambayo wanaketi katika nchi ambazo sio rasmi, lakini ni nchi ambazo zina nafasi yake kwenye Baraza la Usalama. Kwa hiyo Palestina waliomba kwa mahakama ya ICC ijaribu kufuatilia kile kilichotokea kwenye ardhi yao, kama vile walivyoomba Ukraine. Ukraine waliomba ICC kuwa tunaomba mtufanyie uchunguzi kwenye ardhi yetu uhalifu uliofanyika. Ndio sababu ukaweza kuhalalisha kuwachunguza Warusi kuwa walihusika moja kwa moja na hili. Sasa Marekani sio mwanachama wa ICC, lakini ikiwa nchi nyingine anashabikia kuwa lazima wale viongozi wafikishwe na lazima waende ICC, lakini yeye hakubaliani na ICC, na sio tu kukubaliana na ICC, anajaribu kuidhibiti ICC siweze kufanya kazi kwa vyovyote, kwa sababu leo hii majaji wa ICC karibu wote wana vikwazo. Hawawezi kupokea fedha, hawawezi kutumia kadi zao za benki, akaunti zao zimefungwa, mali zao zilizo Marekani wa baadhi yao ambazo zimezuiliwa, hawawezi kuingia Marekani, hawapewi visa. Kosa lao ni moja tu, kutetea haki. Walipoamua kuitetea haki ikawa kosa kubwa. Halafu unawakuta wale wanaitwa wanaharakati sasa jinsi wanavyoitetea Marekani na kuwaona viongozi wa nchi zao kama kuwa ni watu wanaovunja sana sheria. Jambo jingine ambalo nilisema nitalizungumza mbele ni hili swala ambalo linatajwa sasa, makubaliano mapya ya nyuklia. Nitakusomea kidogo hili swala alafu tutajadili kidogo. Ndani ya makubaliano ya nyuklia ya Trump na Saudi Arabia, Rais Donald Trump ameidhinisha makubaliano ya nyuklia ya kiraia ya Saudi Arabia yenye thamani ya makumi ya mabilioni ya dola, ambayo yanaweza kujumuisha ujenzi wa kituo cha kurutubisha urani cha Marekani katika ufalme huo. Makubaliano hayo yanalenga kuimarisha makampuni ya Marekani na kuzuia China na Urusi, lakini yamezua utata katika bunge na hofu ya mashindano ya silaha ambayo yanaweza yakatokea eneo hilo la Mashariki ya Kati. Rais wa Marekani Donald Trump aliidhinisha rasmi makubaliano ya kihistoria ya nyuklia na Saudi Arabia Jumatano asubuhi. Hii taarifa iliandikwa na The Wall Street Journal. Makubaliano hayo yataupa ufalme huo mpango wa nishati ya nyuklia ya kiraia na uwezekano wa kufungua mlango wa kurutubisha urani katika eneo la Saudi Arabia, na kuzua wasiwasi mkubwa kwamba yanaweza kusababisha mashindano makubwa ya silaha eneo lote la Mashariki ya Kati. Makubaliano hayo mapya ambayo yataendelea kutumika kwa miaka 30 yanakadiriwa kuwa na thamani ya makumi ya mabilioni ya dola. Yanalenga kupata jukumu kuu kwa makampuni ya Marekani katika kuendeleza miundombinu ya nyuklia ya Saudi Arabia, huku yakiwazuia washindani wa kigeni kama vile Urusi na Uchina. Hoja muhimu katika makubaliano hayo inaelekeza kwamba makampuni ya Marekani yatajenga kituo cha kurutubisha urani katika ardhi ya Saudi Arabia tu ikiwa utafiti wa pamoja utaamua kwamba hatua hiyo ina haki ya kibiashara. Maafisa wa utawala wa Trump wanasema kwamba ushiriki wa moja kwa moja wa Marekani, ikiwa pamoja na ujenzi wa kituo cha urutubishaji chenye ufikiaji mdogo kinachofanya kazi chini ya mfumo ambao utakuwa kama vile black box, kisanduku cheusi ulioainishwa bila kuhamisha teknolojia nyeti hadi Riyadh, utahakikisha usimamizi mzuri na kuzuia mpango huo kutumiwa kwa madhumuni ya kijeshi. Chini ya makubaliano hayo, ikiwa Washington itapinga urutubishaji baada ya utafiti wa pamoja kukamilika, Saudi Arabia itapigwa marufuku kurutubisha urani kwa kujitegemea au kwa mshirika mwingine wa kigeni kwa muda wa miaka 10. Mkataba huo unatarajiwa kukabiliwa na upinzani mkali katika bunge kutoka kwa wanasiasa wanaohusika na kuenea kwa teknolojia ya nyuklia katika eneo hilo. Hata hivyo, kuzuia makubaliano hayo itakuwa vigumu. Bunge litalazimika kupitisha azimio hilo la pamoja, na itatakiwa 2/3 ya kura itahitajika ili kubatilisha uwezekano wa kura ya turufu ya rais. Mkataba huo unatarajiwa kusainiwa rasmi na waziri wa nishati wa Marekani Chris Wright na mwenzake wa Saudi Arabia, waziri wa nishati Prince Abdulaziz bin Salman. Maafisa wa Saudi Arabia wanasisitiza kwamba mpango huo unakusudiwa kwa madhumuni ya kiraia na utaruhusu ufalme huo kuchukua nafasi ya mafuta na nishati ya nyuklia kwa ajili ya uzalishaji wa nishati ya ndani, na hivyo kutoa mafuta ya ziada kwa ajili ya kuuza nje. Hata hivyo, mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman hapo awali ameweka wazi kwamba ikiwa Irani itatengeneza silaha za nyuklia, nchi hiyo itatafuta uwezo kama huo, yani itatengeneza. Wakosoaji wanaonya kwamba kuruhusu urutubishaji wa urani nchini Saudi Arabia kutavunja kiwango cha dhahabu cha mikataba ya nyuklia katika Mashariki ya Kati na kunaweza kuzichochea nchi zingine katika eneo hilo kufuata uwezo wa nyuklia. Juzi niliwapa katuni moja ile ya China, nawaambia Waarabu, chagueni rafiki wa kweli ili msiwe kwenye kadhia kama hii. Chagueni rafiki wa kweli, msiwe kwenye kadhia kama hii, kwa sababu mlichagua upande wa Marekani, ndio maana kanzu zenu zinawaka moto na vilemba vimechakaa.
kwa sababu Marekani anawatumia. Ukitazama hili andiko na hiki nimechokusomea, narudi mwanzo pale ambapo mara nyingi huwa ninapenda kuambia kuwa dunia ilitengenezwa kwenye foundation iliyojaa uongo sana. Uongo. Halafu ili kutimiza malengo yao, hao watu wa magharibi wakachukua kundi kubwa la wale ambao sisi tuliwaamini kama vijana wetu, wasomi walioendelea kwenye nchi zetu, wakaenda wakawalisha wanavyotaka wawalishe, kuimba kuhusu ustaarabu, haki na sheria ambazo magharibi wanazisimamia. Mpango wa nyuklia leo hii umekuwa ni rasmi wa Marekani. Nimewahi kulizungumza hili kuwa vitu vinatoka taratibu, halafu watu wa ulimwengu wanaona ni sawa, wanaenda kuvirasimisha kwa Marekani. Matokeo yake kuwa Marekani anakuwa anafanya uamuzi wa hayo mambo. Nilizungumza wakati wa mkutano wa G20 ule wa South Africa, nikawaambia kuwa angalia wanachama wanavyofeli, kwa sababu pale Marekani anapofeli nyinyi mnatakiwa mmwambie. Juzi nimezungumza wakati wa FIFA nikasema angalia wanachama wanavyofeli, usimtazame Trump. Trump pia kazi yake ni kuvunja sheria, lakini kama kazi yake ni kuvunja sheria, nyinyi mnaosimamia sheria mnapaswa kusimama kutetea sheria. Nilizungumza kwenye mkutano wa UNGA 80 wakati Marekani ilipomzuia Abu Mazen kuingia. Nadhani nilizungumza hili swali, nikawaambia kuwa hapakuwa na sababu yoyote ya wanachama kuhalalisha Abu Mazen azungumze kwa video baada ya Marekani kumzuia kuingia, yani Mahmoud Abbas. Hapakuwa na sababu yoyote ya kufanya hivyo. Walipaswa waiwajibishe Marekani kuwa inatoka nje ya mstari. Sasa huu mchezo haukuanza leo wa Marekani kujimilikisha kuwa yeye ndio atachagua nani amiliki nyuklia, yeye nani asimiliki nyuklia. Ulianza kuanzia tawala za nyuma pale nchi zilipokubali kuwa mashahidi wa mazungumzo ya JCPOA ambayo yaliingia makubaliano na Iran ya mwaka 2015. Mazungumzo ambayo yalianza mwaka 2013 wakati wa Barack Obama. Nchi ambazo zina turufu 5 zote zilikuwa mashahidi, wakaunganishwa na wale E3, Ujerumani, Uingereza na Ufaransa, wakawa mashahidi wa makubaliano ya nyuklia. Tayari Marekani alikuwa amehodhi swala la nyuklia kuwa ni la kwake na yeye ndio anaweza kuamua nani amiliki na nani asimiliki. Wakati ndani ya Umoja wa Mataifa tayari kuna taasisi ambayo ilianzishwa ndio ina kazi ya kufuatilia, shirika la NPT, wafuatiliaji. Hili ni shirika la Umoja wa Mataifa, lakini shirika la nguvu za atomiki duniani IAEA ndio wenye kazi na jukumu la kufuatilia harakati zote zinazohusu masuala ya nyuklia duniani. Leo Marekani anaingia makubaliano na Saudi Arabia ya urutubishaji. Hiyo haki kaipata wapi? Marekani kaipata wapi hiyo haki ya kuwa yeye anaweza kuamua nani amiliki nani asimiliki? Ndio maana anaamua kuwa Saudi Arabia sasa hivi atamiliki, nani asimiliki. Hapo ndio mara nyingi huwa napenda kuambia kuna sehemu ulimwengu ulijikwaa, lakini kama vile hawajui walipojikwaa, na tunaburuzwa tunakwenda kuwa yeye anachoona kitendo na kauli ya Marekani ya kumruhusu Saudi Arabia kwa utarutubisha pale tutapoona, lakini wana wasiwasi kuwa huenda kukawa na uvujaji au huenda kukaibiwa teknolojia kama vile alivyofanya Khan wa Pakistani alivyoamua kuvujisha ile akaipeleka kwake akatengeneza ikawa nyuklia. Wana wasiwasi na teknolojia kuvujishwa, wana wasiwasi kuwa urani inaweza ikaibiwa. Na hili taarifa niliyokusomea hapa, hii ni taarifa mimi nimeisoma kutoka kwenye gazeti la Israel la Hayom. Hii taarifa ukichukua ukienda kuisoma kwenye The New York Times ilivyoandikwa kuwa jinsi ambao wameandika kuwa kutakuwa na upinzani wa wabunge ambao hawakubaliani. Ukweli kwenye New York Times ilivyoandikwa kuwa wafuasi wa Israeli wanapinga kwa nguvu zote. Israeli nani ndani ya Marekani pia naye anapinga hili swala kwa sababu anafahamu kuwa anataka kuwa pekee mwenye nguvu za nyuklia katika eneo la Mashariki ya Kati. Baada ya Marekani kuidhinisha uwezo wa nyuklia huu wa urutubishaji, Pakistani atafata kurutubisha, Misri atafata, UAE yeye ndio atafata na bila kufuatiliwa lolote. Na inawezekana project ya nyuklia ya UAE tayari imekwisha anza kwa sababu anakingiwa kifua na Israeli. Hakuna NPT wataoingia kukagua wala hakuna IAEA wataoingia kukagua. Yani eneo la Mashariki ya Kati kutulia ni kazi sana kwa sababu vurugu na firimbi zimejaa kila kona. Yani sidhani kama huyu mbwa anaweza akapata hiki kitoweo kwa sababu miruzi ni mingi sana hapa Mashariki ya Kati. Rahby Digital, haki na ukweli.